wake Pastor Ngalama, ambaye sasa muda sio mrefu atasogea kuingia katika lango letu tayari kwa kukata utepe ili waweze kuingia katika ukumbi wetu wa mkutano. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama unavyoona viongozi wetu wamekwisha sogea eneo lile tayari kwa kuanza huduma yetu tuliyoelekeza. Basi tayari mwenyekiti wetu anakabidhi mkasi kwa kiongozi wetu wa kazi Pastor David Mpwani, na tayari pastor anashika mkasi. Jamani, Bwana asifiwe. Karibu sana Pastor Ngalama. Sasa anamkaribisha kwenda katika eneo la kusaini. Watasaini pale, viongozi wetu wataanza kusaini. Mwenyekiti anasaini, mwenyekiti Pastor David Mpwani kama kiongozi wetu wa kazi ambaye Bwana amempa dhamana kubwa ya kuliongoza kanisa letu kaskazini mwa Tanzania. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni ushindi mkubwa anaposhuhudia kazi ya Bwana imepanuka, na leo yupo katika kikao chetu makini cha kuona utendaji wa kazi katika field yetu. Anayesaini sasa ni kiongozi wetu wa kazi, katibu mkuu Pastor Enoch Marwa Sando. Tayari anaweka sahihi yake kuonyesha amekwisha wasili katika ukumbi huu. Anayesaini sasa ni Elida Mavanza ambaye ndio mwazini wetu wa Toka Union. Basi baada ya hapo viongozi wanaenda kama tunavyoona, wakiongozwa na mwenyeji wao Pastor Ngalama, kiongozi wetu mnyenyekevu na mahiri ambaye Bwana amempa kazi kubwa ya kusimamia field yetu. Jamani wajumbe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi viongozi wanaingia katika eneo lao lililoandaliwa. Mambo ni mazuri namna hiyo. Sasa wapenzi watazamaji, tushuhudie nini kinachoendelea sasa. Mpendwa mwenyekiti, kwa niaba ya uongozi wa NMF tunakukaribisha sana, na kwa heshima kubwa tunakukabidhi zawadi hii kama ishara ya upendo wetu. Karibu sana. Makofi na vigeregere. Anakaribishwa tayari katika field yetu ya North Mara. Amen. Mpendwa katibu mkuu, kwa niaba ya uongozi wa NMF tunakushukuru kwa uongozi wako. Tafadhali pokea zawadi hii kama ishara ya shukrani zetu. Makofi na vigeregere. Anakaribishwa katibu mkuu katika field yetu ya North Mara. Mpendwa mwazini mkuu, kwa niaba ya uongozi wa NMF tunathamini uwepo wako kwa kanisa. Tafadhali pokea zawadi hii kama ishara ya heshima yetu. Makofi na vigeregere. Tayari viongozi wetu wamekwisha kukaribishwa tayari. Basi naomba wajumbe tuketi kwenye nafasi zetu na viongozi wetu. Tuketi kwenye nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wajumbe wa mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Kipekee ni heshima kubwa ambayo Bwana ametupatia. Kama tunakumbuka tarehe 14 mwezi wa 5 tuliheshimishwa kwa kupata field mpya katika eneo letu la Tarime, Rorya na Serengeti. Basi bila kupoteza muda na kwa unyenyekevu mkubwa, nimlete na kumnyanyua mbele yenu katibu mkuu wa North Mara Field ili aendelee na ratiba inayofuatia. Katibu mkuu, karibu. Wapendwa, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika mikutano yetu hii na kikao makini, na tunamshukuru Mungu kwa kuwaleta salama viongozi wetu. Karibuni sana, na tunashukuru kwa huduma zote zilizotendeka. Pasipo kupoteza muda, niwaalike sasa tuanze mikutano yetu kwa ibada, na ibada hii itakuwa ni makini ya kualika uwepo wa Bwana katikati yetu. Kwa hiyo nikukaribishe sana mjumbe
lakini pia watumishi wa makao makuu ya jimbo la North Mara Field, pamoja na wale walioalikwa na kukaribishwa katika ibada hii, basi mjisikie kwamba tuko mahali salama palipo na uwepo wa Bwana. Nialike ile timu itatuongoza tukiwa tumesimama. Tutafungua kwa wimbo namba 59, fanyeni kazi zenu. Karibuni praise team ili mtuongoze tukiwa tumesimama. Siku simbali kesheni zenu, kwa Yesu tumikeni, na hiyo injili sana Tuombe. Mungu wetu na Baba mtakatifu, Baba wa milele, Mungu unayetupenda zaidi ya jinsi tunavyojipenda sisi, jina lako litukuzwe. Asante kuturuhusu kutuleta mahali hapa siku ya leo katika mikutano hii makini, mikutano iliyojawa na Roho wako mtakatifu. Nasi tunapokuwepo mahali hapa Baba, tunakusihi tu ukatuangalie kwa macho yako ya huruma, ukatusamehe dhambi na makosa, ili uwepo wetu mahali hapa uwe baraka kwa kazi yako. Watumishi wako wametuita mahali hapa, wana njozi kutoka kwako, na hivyo Baba, watakapokuwa wanaanza kutupa neno la unabii, na hasa katika nyakati hizi za mwisho, tunakusihi ukatutendee muujiza wa kufungua mioyo yetu wazi kupokea kile tutakachoelekezwa. Lakini zaidi ya yote, ukituandaa kwa ajili ya kuandaa wengine kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili, na pia ukituandaa na sisi wenyewe kwa ajili ya kuokolewa. Karibu Baba katika mikutano hii, ikiwa ni mikutano ya pekee kabisa ya mwanzo tunapofunga mwaka huu, lakini mkutano mkubwa namna hii unakuwa ni wa kwanza.
na hivyo Baba uwe na matokeo makubwa sana. Sasa tunafungua mioyo yetu, vipindi vyote vitakavyoanza sasa hivi mpaka jioni, zungumza nasi tutasikia. Tunaita haya tukiamini kwa kadri ya mapenzi yako, kwani twaita na kusihi katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maombi haya ya pekee na sauti ambazo zimemtukuza Mungu kwa njia ya wimbo nambari 59, jina la Bwana litukuzwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Asubuhi ya leo ndugu mwenyekiti wetu wa Union, katibu mkuu pamoja na mhazini wa Union, kwa heshima na taadhima mbele za Bwana, ninaomba kwa ridhaa yenu nitumie fursa hii kuleta utambulisho mfupi wa makundi mbalimbali ambayo yamo humu ndani kwa ajili ya kipindi hiki cha awali cha ibada, lakini pia kwa ajili ya kikao ama mkutano utakaoanza muda si mrefu. Kipekee sana wapendwa viongozi, ninayo furaha kuwatambulisha watumishi wa ofisi za makao makuu ya North Mara Field, wakiwa ni mchanganyiko. Najua wengine wako kwenye majukumu, lakini basi wale waliopata neema ya kuwa hapa kando na wakurugenzi, ninaomba wote wasimame. Watumishi wa ofisi za makao makuu, simameni mtupungie mkono. Jamani, wanatupungia. Wow, Bwana wabariki sana. Karibuni na sikieni amani kuwepo katika mikutano hii. Wapendwa viongozi, ninayo furaha kutambulisha makundi mengine ambayo ni ya washiriki. Tunacho kikundi kizuri cha Wisdom Brothers. Tuliwauliza, kumbe vijana, tulijua wisdom iko kwa wazee, kumbe vijana wetu wamechagua wawe na hekima. Ya hawa vijana wanapatikana kanisa la Rebu, mtaa wa Songa Mbele, na wamehudumu na wataendelea kutuhudumia kwa njia ya uimbaji. Naomba wasimame watupungie mkono kwa pamoja. Jamani, tunapungiwa. Haleluya. Asanteni na karibuni sana. Ndugu viongozi, napenda kutambulisha kwenu kundi la watoto wadogo, na unajua hii ni ishara ya kwamba sisi tumeamua North Mara utume kwa wote. Hata vikao vyetu vinahusisha makundi yote. Watoto wapo, vijana wapo, wazee wapo. Haleluya. Niombe wale mabinti wasimame kutoka mitaa ya hapa mjini, naomba wasimame watupungie mkono. Wale watoto wetu warembo wazuri wanapunga mkono. Amen. Mungu awabariki sana. Katikati yetu tuna timu ya media ambayo inatusaidia IT pamoja na masekretari. Naomba na wao kwa ujumla wao wasimame waweze kutupungia mkono, na watu wa mawasiliano mlioko hapa kwa kazi kubwa mnayofanya wanatupungia. Jamani, Bwana wabariki sana. Ndugu viongozi, kipekee sasa naomba ni tambue wale ambao wanaunda kamati yetu kuu tendaji, ambao ni wajumbe mbalimbali, na naomba niwatambulishe kwa makundi, nikianza na kundi ambalo ni la wawakilishi wa washiriki, lay representatives. Tunao, na kwa neema ya Mungu ambao tayari wamekwisha kufika, ninaomba wasimame wawakilishi wa washiriki, wasimame na kupunga mkono. Haleluya. Ya walipaswa kuwa 6, mjumbe mmoja tu ndiye anaudhuru, yuko safari, lakini 5 wapo. Jamani, kipekee mniruhusu kuwatambulisha wajumbe ambao ni wawakilishi wa washiriki, mwakilishi wa washiriki, lakini anayeingia katika kamati kuu ya Union. Yeye kipekee ninaomba ni msimamishe mama yetu asimame atupungie mkono. Yeye pia ni mjumbe wa kamati ya Union. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana akubariki sana kwa kuchagua kuwa nasi mahali hapa, mama Boyo. Ninaomba kutambua uwepo wa frontline pastors. Tunao wachungaji 5, na habari njema ni kwamba wote wako hapa. Naomba wasimame na kupunga mkono. Kimsingi 4, wachungaji 4. Jamani, Bwana asifiwe. Wanapoketi, mzee
Malima atabaki amesimama. Huyu ni frontline anayetuwakilisha pia kwenye kamati kuu ya union na anapunga kwa mara nyingine. Okay, frontline pastor, asante. Ninaomba nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi. Wakuu wetu wa taasisi 3 tulizonazo, sekondari 2 na shule ya msingi 1 wanatupungia mkono. Lakini naomba nitambue invitees kutoka kwenye taasisi ambao hawa ni second masters, wale wasaidizi wa wakuu wa shule, naomba wasimame. Nao wanapaswa kuwa 3 na waona 2, basi huyo mmoja pengine yuko mahali fulani. Karibuni, jisikieni kuwa na amani. Naomba ma treasurer wa institutions wasimame, wahazini nao wanatupungia. Kipekee sana ndugu viongozi, naomba kutambulisha kwenu wakurugenzi 4 ambao Mungu ametubariki kuwa nao tangu field ilipoanza. Wanafanya kazi kubwa na asubuhi ya leo wako tayari kwa vikao. Naomba wakurugenzi wote msimame na kupunga mkono. Haleluya. Kipekee sana ndugu viongozi, ninaomba kutambulisha associate treasurer, muhazini msaidizi wa North Mara Field. Huyu si mwingine ni mtumishi wa Bwana Dennis Dede, naye anasimama na kupunga mkono kwetu. Wapendwa viongozi, ninapenda kuwafahamisha kwamba mhazini wa jimbo la North Mara Field yuko katikati yetu, Madam Grace Mwakabenga, naye anasimama akiwapungia. Nami katibu mkuu wa jimbo Baraka Nchama, karibuni North Mara Field. Ninatumia nafasi hii kutambulisha wageni ambao tuliwatambulisha toka jana na juzi. Najua sasa wamekwisha fahamika. Hawa si wengine ni wamishonari ambao wametufikia na siku zote wamekuwa wakiipenda North Mara Field, lakini pia watakuwa ni wageni kwenye kampori ya vijana ambayo inaanza siku ya Jumatano. Ninamuomba Mr. Leo Hamlizich, Rosie na binti yao Ariana wasimame watupungie mkono. Jamani, hawa ni wamishonari. Haleluya. Tunafurahi kuwa nao na karibuni sana katika mikutano yetu. Ninaomba baada ya kusema haya, basi nitamuandaa binti Ariana, atakuwa na wimbo maalum baadaye, baada ya kuwa kiongozi wetu wa North Mara Field mwenyekiti amekuja kuwatambulisha wageni wetu. Akikamilisha kuwatambulisha, binti Ariana atakuja aimbe wimbo, na baadaye basi kiongozi wetu atasimama kwa ajili ya neno la uzima. Basi nimwalike kipekee sana mwenyekiti wetu wa field, mchungaji Benjamin Ngalama Biha. Jamani, mnasemaje kwa mwenyekiti wetu? Huyu anabeba maono na huyu analiongoza jimbo letu. Tunafurahi kuwa naye. Karibu mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salamu yetu ya North Mara tukumbuke kidogo tunapoendelea na vikao vyetu. North Mara Field. North Mara Field. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda, nichukue nafasi hii na heshima kubwa mbele za Mwenyezi Mungu tunapoanza vikao vyetu vya mwisho wa mwaka huu wa 2025. Tumepata fursa ya pekee sana na bahati kuwa na viongozi wetu kutoka ngazi ya union yetu ya kaskazini mwa Tanzania. Na kwa namna ya pekee sana ninamleta kwenu ambaye pia atakuwa mzungumzaji kwa kipindi hiki ambacho anakwenda kunena kwa ajili ya neno la Mungu. Ninayemleta kwenu si mwingine, ni mtumishi wa Mungu ambaye amepata fursa ya kufanya kazi ya uinjilisti wa vitabu. Ninaona kama amina zenu mpaka tuunde kamati ya amina. Ana uzoefu wa kufanya kazi kama mwinjilisti wa vitabu. Na amefanya kazi hiyo kwa miaka 13.
lakini utafurahi kwamba amefanya kazi hiyo ndani ya nchi na bara letu la Afrika, lakini hata nje ya nchi na katika bara la nje kidogo. Bara la Ulaya amelikanyaga na amefanya kazi hiyo ya uinjilisti wa vitabu. Lakini utafurahi kwamba amewahi kuhudumu, huyo ninayemsema ambaye huenda hamjamfahamu, amefanya kazi kama APD kwa miaka 5. Lakini amechunga mtaa, ni mchungaji wa mtaa kabisa kwa miaka 3. Lakini ninayezungumza habari zake amewahi kuwa mkuu wa kitengo cha theolojia kwa miaka 7 katika chuo kikuu pendwa chetu cha Waadventista wa Sabato hapa Tanzania, UOA kama mnavyokifahamu. Lakini huyo ninayezungumza habari zake amewahi kuwa mwenyekiti wa Tanzania Rift Valley Field. Amewahi kuchunga hiyo field. Hamjamfahamu, ndio najua, lakini amewahi kuchunga hiyo field. Na hivi karibuni mwaka huu, jamani simseme mwaka huu, kwa neema ya Bwana, huyo ninayesema habari zake, basi Bwana amemnyoshea fimbo ya dhahabu na kupewa jukumu la kuongoza union yetu ya kaskazini mwa Tanzania, akiwa ndiye mwenyekiti wa union hii. Jamani, huyo ninayesema habari zake jina lake ni David Mpwani. Lakini utafurahi pia kwamba ana familia. Kwa hiyo mkuu wa kaya ana familia, uwe na amani kabisa. Ana familia, ni mume wa mke mmoja kwa mujibu wa maandiko matakatifu, na huyo mama mpendwa anaitwa Betha. Lakini Mungu amewajalia kuwa na watoto wazuri wa kike 3. Wa kwanza akiitwa Winnie David Mpwani, wa pili akiitwa Witness David Mpwani, lakini mwingine anaitwa Editor David Mpwani. Sasa utafurahi kwamba pamoja naye na ugeni wake ameambatana pia na katibu mkuu wa union yetu ya kaskazini mwa Tanzania. Na si mwingine, ni mchungaji na daktari mtarajiwa Enoch mungekosea kama hiyo msingeitambua. Ni daktari mtarajiwa, ila msinihukumu kwamba ni lini, mtamuona inbox. Ya jina lake ni Enoch Marwa Sando. Sina mambo mengi sana ya kuzungumza, maana kwa kweli ni mwana North Mara Field. Bwana sifiwe sana. Lakini mtafurahi pia kwa namna ya pekee sana, wakati mwingine huwa haitokei hivyo, mhazini wetu wa union yetu ya kaskazini mwa Tanzania, Elder Matias Mavanza, naye yuko pamoja nasi. Tafadhali, Bwana asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda, ili tuweze kupata neno la Mungu kama lilivyoandaliwa, lakini nimejulishwa kabla hajasimama kwa ajili ya neno, mmoja wa mishonari wetu, binti yao mpendwa. Ni watu wanaompenda Mungu sana. Ukisikia watu wanatoka Australia wanakuja mpaka North Mara, na mwaka jana walikuwa Mara Conference pale Bunda wakifanya kazi ya utume, na wameweka alama ya jengo la ibada, basi mungepiga makofi kama mungekuwa mna nani hiyo kitu. Basi tuchukue nafasi kumkaribisha huyo binti aje amtukuze Mungu kwa wimbo.
this daughter and the mother to stand here. Yes, especially to take at least the photo. Then our leader, he will take the place to preach. Thank you. You may. Yeah. Stand there. Asante sana. Asante sana. Asante sana. All right. All right. Thank you so much. Thank you. Kiongozi wetu, karibu sana. NMF. 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 Bwana atukuzwe sana. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, mimi pamoja na viongozi wenzangu wa union hii ya kaskazini mwa Tanzania kutupa upendeleo wa kuwa mahali hapa tangu Ijumaa katika feed hii ya North Mara feed. Tunashukuru kwa mapokezi yenu mazuri, lakini pia asubuhi hii ya leo tunashukuru kwa namna pekee mlivyoweza kutukaribisha na kwa namna pekee ambayo hatujaiona mahali pengine hii. Viongozi wa union hii, wa feed hii, Pastor Ngarama, Chama na Grace, simsimame tu jamani, tuwapigie makofi hao viongozi. Uwezo ukawatambua watu kwa kuwatazama kwa muonekano wa nje, lakini utawatambua kwa vitendo. Mmeupiga mwingi sana pamoja na timu yako yote. Bwana wabariki sana. Mwaweza kuketi. Ndugu wajumbe, ninatambua uwepo wa wakurugenzi, ninatambua uwepo wa wachungaji, ninatambua wakilishi wa washiriki, na ninatambua pia uwepo wanaotuhudumia hapa, watu wa IT pamoja watu wa mitambo huku, lakini ofisi ya secretariat. Ninatambua uwepo wa wageni kutoka Australia, wa missionary, Mr. and Mrs. Leo from Australia with your daughter. You are most welcome. We appreciate for your mission here in this place of North Mara Field. We are glad of having you here, and you are most welcome. Count it, this is one of your place for you to work for the Lord. Anna, the daughter is, the name is Anna Ariana. Thank you so much for the good item. Very nice song, very nice voice. Can you imagine, just she is 14 years old. But she's committed for mission. And this is something we have to learn from them. God bless you. Wapendwa, niseme tu ya kwamba tumekuwa katika mikutano hii
Kwa wale waliokuwa hawapo pamoja nasi jana kule Nyamongo, nililieleza hili. Tumeanza mizunguko kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Tulikuwa kule North East Tanzania Conference kule Same. Tarehe 2 tukawa TRVF pale Babati. Tarehe 4 tukawa South Nyanza Conference. Hatimaye tukaenda Northern West Tanzania Field kule Bukoba. Baadaye tukaenda NGBF. Baadaye tukaenda Simiyu River Field. Na tuko hapa baada ya kutoka Mara Conference. Huko kote wanawasalimia. Mnasalimiwa. Ya, na tukitokea hapa tutakuwa tunaenda West Tanzania Conference kule Kigoma. Nipende tukusema kwamba kote tulikopita kulikuwa na ladha ya aina mbalimbali ya mapokezi, ya huduma, ya eneo la mkutano. Napenda kurudia kulisema hili. Hii ni mojawapo ya jimbo ambalo si kubwa sana. Ni jimbo tunaweza tukasema ni yale bado machanga madogo kwa idadi ya washiriki, idadi ya makanisa, hata mitaa 49, makanisa 335. Unaweza kuona bado ni dogo, lakini mambo mnayofanya ni makubwa. Tunakiri kusema hivyo. Yaani tunaweza kuanza kuona tu hata venue yenu ilivyo, na nyinyi mnapambana na NGBF. NGBF pia nao ni hatari. Kila mahali kuna hatari yake, lakini kwa wale zile feed, nyinyi na NGBF mnapambana sana. Ninafurahi kwa sababu hili jimbo tumegawana kulea majimbo. Hili jimbo mimi ninalilea. Kwa hiyo mmeniheshimisha. Mavanza analea NGBF pamoja na majimbo mengine. Katibu analea Mara. Mara sasa unaona hapa ni karibu, Mara hapa. Alafu mwazini pia hata Simiyu analea. Alafu katibu pia analea South Nyanza na Bukoba. Na mimi ninalea hapa NETC na wapi tena na West Kigoma. Kwa tumegawana. Sasa hapa kwa kweli mmeniheshimisha sana. Hakuna mali tulikopita tukapita kwenye ule upinde ule nikana kwamba tunaingia mbinguni. Unakata na ribuni na vitu vinawaka. Mmeupiga mwingi. Maua ambayo yanawaka moto. Sasa tujaona kwingine. Kama hapa duniani tunaweza kufanya hivi, sijui mbinguni itakuwaje. Usikose kuingia mbinguni. Kwa kweli mbarikiwe, na hapa pongezi kwa niaba ya viongozi wenzangu kwa kazi mnayofanya utume, lakini pia kwa mambo makubwa ambayo mmeyafanya. Gari limeingia. Liko huko bandarini limeingia. Kitu sio kidogo. Jimbo ambalo halijamaliza mwaka. Alafu tayari ramani ya ujenzi wa ofisi makao makuu. Ni vitu vikubwa sana. Na tena mnaweka njozi ya kwamba mwakani muhula kama huu mmeshaingia kwenye jengo. Huku ni kuthubutu kusiko kwa kawaida. Tunaombea mambo makubwa yaendelee kufanyika hapa. Bwana wabariki sana. Sasa kwa sababu ya muda, nipende tu niwaongoze katika neno la Mungu. Tufungue Biblia zetu
katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Alafu tutaangalia mstari ule, samahani, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Sura ya 1 na mstari wa 8. Ni fungu ambalo limekuwa likisomwa sana tunapokuwa tunazungumza kuhusiana na kazi ya utume. Fungu hili linasema hivi: lakini mtapokea kitu gani? Akisha kuajilia juu yenu nani? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tuombe. Baba mpendwa, ikiwa ni kwa mengi au machache, tunaomba kupitia neno hili tukaisikie sauti yako asubuhi ya leo. Sisi wana kamati ambao ndio ni chombo muhimu kwa ajili ya utume wa jimbo hili la North Mara Field, tuonyeshe kile ambacho hatujakiona ili kuweza kuinua kazi yako na kuiweka katika vilele vya ushindi, ili Bwana ujipatie watu kwa ajili ya ufalme wako, katika Kristo Mwokozi wetu, amena. Kanisa letu la Adventista wa Sabato kwa quinquennium hii 2025 2030 limekuwa na kauli mbiu ambayo inatuelekeza katika uinjilisti. Anapo 27 Mission for All inazungumza habari ya uinjilisti. Anaposema integrated for mission, tunafungamana, tunashirikiana kwa ajili ya nini? Utume. Unaona tu tume huko hapa. Alafu anasema grounded in the Bible, kujikita katika Biblia. Alafu and focused on the mission, kulenga kwenye nini? Kwenye utume. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuliongoza kanisa katika utume mama wa kanisa la Adventista wa Sabato, ambayo ndio kazi kubwa tuliyopewa na Bwana wetu. Katika Mathayo 28 mstari ule wa 19 na 20, basi nendeni ulimwenguni kahubiri injili kwa kila kabila, lugha na taifa, takuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Injili hii ya milele kulingana na ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12. Sasa hapa anasema lakini mtapokea nini? Nguvu. Hapa ni Yesu anazungumza na wanafunzi wake kabla hajawaacha. Yaani amewapa haya maagizo, nendeni ulimwenguni, takuwa pamoja nanyi. Lakini anasema lakini, ili neno lakini, naona ni kwamba yale aliyosema ni kana kwamba hayajakamilika. Kilichokuwa kinatakiwa ili kuweza kukamilisha yale maelezo ni hiki sasa kinasema hapa, mtapokea nguvu. Na wanafunzi wa Yesu hawakupaswa kwenda kwanza kuhubiri injili
kabla hawajapokea hii nguvu. Kwa nini? Yesu alijua udhaifu wao, alijua mapungufu yao. Kwa hali hiyo alisema hivi, hawataweza kutimiza kazi ya utume. Wanahitaji kwanza wapokee hii nguvu. Ndio wanania, wamenikubali kuwa wanafunzi wangu, wako tayari kwenda, wako tayari kusimama katika vibweta, wako tayari kuingia kwenye miji na vijiji, lakini hawataweza kufanikiwa. Kinachotakiwa kupokea nguvu. Wapendwa, tunaweza tukawa kweli tu wafuasi wa Kristo, tumebatizwa, ni Waadventista wa Sabato. Unaweza ukasoma maandiko matakatifu, ukasoma ujumbe na hata yale mafundisho ya kwenda kuhubiri, ukajiandaa kabisa. Wachungaji ukaenda ukachukua masomo ya theolojia, hata miaka labda 1, 2, 3, 4, sawa, hata zaidi ya hapo. Unaweza ukapata mafunzo na semina namna ya kuhubiri. Wewe kama mwinjilisti mlei, wewe mwinjilisti wa vitabu, wewe mshiriki, namna ya kutoa mafundisho labda juu ya Sabato, labda juu ya wafu wako wapi, vyakula na nini. Unaweza kujifunza hayo yote katika swala la kuongoa mtu kutoka kwenye dhambi, ampokee Kristo, aache ulevi, mapepo yatoke. Haitoshi kwenda hivi hivi katika hali ulionayo. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu ibadilishayo. Mtu akisikia hiyo neno, lisiwe ni neno kavu, neno liwe lenye uwezo, kwa sababu ndani yake lina nguvu. Waingereza ambao wanasema hao lugha za kibibilia inasema dunamis, ambayo hii nguvu ni zaidi ya nguvu ya kibinadamu, zaidi ya nguvu ya kombora. Hii dunamis ukianza kuitafsiri ni zaidi ya mlipuko wowote ule. Dunamis, nguvu ya Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa, haielezeki kwa namna ya kibinadamu. Hii ndio ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yetu, dunamis, ambayo hii mwinjilisti ukiwa nayo, mchungaji ukiwa nayo, mshiriki ukiwa nayo, hii dunamis, ukaanza kuzungumza na mtu yoyote yule, ukaanza kumfundisha, kwa sababu ukasimama kwenye kibweta kwa sababu ya hii nguvu. Si kwa sababu umesoma sana, sio kwa sababu umezaliwa katika nyumba ya Mwadventista Msabato, si kwa sababu umejifunza chuoni au umefundishwa namna ya kuhubiri, lakini kwa sababu ya uwezo wa Roho wa Bwana kuwa ndani yako. Utashangaa walevi wanaacha ulevi, wazinzi wanaacha uzinzi. Utashangaa watu wanaona kile unachokieleza kwa namna tofauti kabisa. Shauku inakuwepo ndani yao, wakisema baada ya kunieleza nifanye nini sasa? Yaani mdhambi anakuambia nifanye nini sasa? Kama Filipo na yule mkushi anaambia, kama umeamini Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ubatizwe. Akasema maji ni haya, nini kinachonizuilia? Yaani unamfikisha mtu mahali kwa sababu ya nguvu hii ya kwamba sina namna kurudi nyuma, ninachopaswa mimi ni kutoa maisha yangu. Hii ndio tunayohitaji. Wapendwa, asubuhi ya leo ninaomba tuone umuhimu wa kuwa na hii nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika Warumi 8:26 anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Hapa nazungumzia juu ya kuomba, kwamba kwa namna ambavyo sisi tunashindwa kuomba, lakini huyu Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu. Sasa naleta katika picha hii, sisi tuna udhaifu wa kiroho wapendwa. Tuna udhaifu.
Sisi tuna mapungufu, hata kama usomeje, ujifunze kuhubiri kwa namna gani, tu binadamu tuna mapungufu. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili kuweza kuondoa mapungufu yetu, kutusaidia katika mapungufu yetu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Mimi Mpwani ninahitaji Roho Mtakatifu anisaidie katika mapungufu. Mimi ni mwenye dhambi na wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunahitaji uwezo huu wa Roho Mtakatifu ili tuweze kutimiza kusudi. Na bahati nzuri Yesu mwenyewe ametoa ahadi katika Yohana 14:16, anasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Anaondoka lakini anawaambia nitawapa msaidizi mwingine. Ona umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Usiingie kwenye hii kazi pasipokuwa na uwezo, kuvikwa huu upako. Si mnafahamu kuna mwingine aliona wakina Paulo na mitume wanaomba, wanatoa mapepo, wakina Petro, sivyo? Akasema nipeni na mimi huo uwezo wakina Simoni wale. Nipeni na mimi huo nguvu hiyo ya uchawi. Sema no, hii sio nguvu ya uchawi. Kuna mwingine akajidai kwenda kuingia kutoa mapepo, akasema wakina Petro tunajua na kina Paulo tunajua, wewe ni nani? Yale mapepo yakaanza kumrarua huyo mtu. Halo? Matokeo yake unaanza kukimbia nduki na Biblia umeshika mkononi. Hivi hamjawahi kuona kitu kama hicho? Yani hamjawahi kuona kabisa kwamba umeshika Biblia unasema kabisa unahubiri, alafu mtu anaambiwa mchungaji, kuna mtu fulani hapa pepo limefanya nini? Limemkamata. Au unahubiri hapo unakuta ni pepo alafu linakuja huko kwako. Kama huna hii nguvu na wewe utakimbia. Halo? Na kuna wengine na wainjilisti kabisa wakiambia kwamba mchungaji, kuna huyu hapa tunaomba tuje anasema naomba wale wakina fulani wainjilisti waende wamshughulikie, mbebeni. Shida iko kwako. Hujawa connected na mbingu, hujawa na uwezo wa kiungu ambao Bwana anataka katika kazi tunayoenda kuifanya tuwe na huu uwezo. Na Mungu atusaidie, maana ndicho kinachotakikana. Tunaingia kwenye ulimwengu tukijua adui yetu mkubwa ni Shetani. Usifikiri utakuwa salama sana ukienda hivi mkavu. Hapa utakuwa salama. Hivi ni vita sio vya kimwili, hivi ni vita vya kiroho juu ya nguvu na majeshi ya Shetani pamoja na malaika pamoja na mbingu. Sasa wewe ukienda hivi pasipokuwa na uwepo wa mbingu, kwako haitakuwa salama na mafanikio hayatapatikana. Ndio maana wanafunzi wakakaa Yerusalemu wakiomba, wamefunga, wanaondoa tofauti, Bwana watakase, alafu wanatafuta ule umoja, integrated formation. Baada ya kutafuta umoja wa kuondoa tofauti zao za ukabila, tofauti zao za kielimu, tofauti zao zozote ambazo wangeweza kuwa nazo, walipoziondoa na alafu wakaombeana msamaha, wakaungama dhambi dhidi yao na mbingu, ndipo Roho akafanya nini? Akashuka. Na ndicho tunachotakiwa wapendwa. Ukitaka kuwa na nguvu hii, ungama makosa yako, msamehe mwenzako, ondoa tofauti mlizo nazo. Tukitaka kufanikiwa jimbo hili la NMF, tuondoe tofauti tulizo nazo. Dhambi isitajwe kwetu. Sisi viongozi, wakurugenzi, wachungaji, washiriki ndani ya makanisa, tutafute utakaso. Tunaposema uamsho na matengenezo, twende madhabahuni, tuungame makosa yetu, tuwe submissive kwake. Tukishaweza kufanikiwa hivyo, uwezo wa Roho Mtakatifu utashuka, utaambatana pamoja nasi. Utashangaa jimbo hili litapanda katika vilele vya ushindi. Wengi wataletwa kwa Yesu. Imagine tuna makanisa 49 tu. Makanisa mitaa 49. Makanisa 335.
Tunazungumza habari ya Rorya, Tarime, Serengeti. Katika sensa ambayo ilipita 2022 watu milioni ngapi? Milioni 1,232. Alafu washiriki tulionao 1,107,000. Angalia hiyo tofauti. Milioni 1,232 washiriki 1,107,000. Angalia tofauti kubwa. Wako wapi milioni 1 na kitu? Wako wapi? Tunahitaji kujitoa mbele za Bwana ili tufike haya mapori. Yaani wanafunzi walipoambiwa uwezo ukiwaingia huo, mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na misho ya dunia. Ili tutoke tuwakabili hawa 1,100,000 na kitu, tunahitaji uwezo utakao tufanya tusitulie, uwezo utakao tufanya tusione shida kuingia kila mahali, kila nyumba, kila ofisi, kila taasisi, kila kijiji, kila kata, kila wilaya tuingie, kwa sababu ndani yetu tutakuwa na dunamis. Mungu atusaidie katika hilo. Nisome Roho Nabii na kisha tufunge. Roho Nabii nasema katika kitabu cha Ministry of Healing kurasa 141, anasema dhamiri kuu ya Kristo kwa kanisa lake ni kufikisha ujumbe wa wokovu kwa ulimwengu. Hii ndio dhamiri kuu, shauku kubwa alionayo Bwana kwa kanisa lake, ni tufikishe ujumbe kwa ulimwengu. Hii ndio kazi mama, na kusiwepo na kitu kitakacho distract mlengo wetu, mwelekeo wetu, kitakacho tuondoa kwenye dira ya kanisa. Maana dira ya kanisa ni kuhubiri Injili. Kanisa hili halipo kwa ajili ya kuhudumiana tu, kuimbiana nyimbo tu wenyewe na kwamba tunakusanyika pamoja tunafanya kuzikana tu. Sawa, hayo yanaweza kufanyika, lakini lengo kubwa ni kutokutulia. Kwa nini katika jiji fulani hatuna kanisa? Kwa nini eneo hili katika kitongoji hiki hatuna washiriki? Hili ndio lengo kubwa. Tuko kama NMF kupeleka ujumbe, tuhakikishe makanisa mengi yamezaliwa kila mahali, kuna watu wetu kila mahali. Tumesimamisha taasisi, shule zimesimama, huku hatuna shule. Maana shule ni kwa ajili ya utume. Tufungue shule. Kule hatuna zahanati, tufungue zahanati, maana ni kwa ajili ya utume. Na kisiwepo kitu kitakacho tuondoa kwenye hili lengo. Pendwa, nimesema maneno haya naposema grounded in the Bible, the focus on the mission. Namba 1, neno la Mungu. Tukishazama, jana nilihubiri juu ya neno la Mungu. Nipe Biblia, nipe Biblia. Neno la Mungu ndio dira yetu, ndio base na ndio msingi wa imani yetu. Na hivyo inatupelekea utume kuwa ni safari ya maisha ya Mkristo. Yaani wewe usipofanya utume haupo kwenye hii safari ya kwenda mbinguni. Tunaenda mbinguni sio kama mtu ambaye amekaa kwenye gari alafu gari ndio linaendeshwa, wewe tu unaenda kufikishwa tu. Hapana. Ukishakuwa na neno la Mungu linakufanya usitulie. Si ndivyo anavyosema Paulo katika Wakorintho 1:9-16? Nimepewa sharti ya kuhubiri nini? Injili. Ole wangu mimi nisipohubiri nini? Injili. Kwa hiyo unajikuta automatically kwa hili neno ambalo umelipokea linakufanya maisha yako uwe mtumishi. Hawa unaona wamishonari hawa hawajatulia toka Australia, wanakuja mpaka hapa. Si kingine, ni kwa sababu wamechagua maisha yao kuwa safari ya utume. Ndivyo tunavyopaswa kuwa.
Jambo la pili, Biblia ni msingi wa imani, lakini kuhubiri neno la Mungu ni wajibu, sio swala la hiari. Jambo la tatu, kumjua Kristo ni chanzo cha kuwa mfuasi wake, lakini kumtangaza ni maamuzi ya kukubali kuheshimiwa kama yeye, kudharauliwa kama yeye, na kuteswa kama yeye. Yaani ukimfuata unakubali kukinywea kile kikombe alichokinywea Kristo. Na wengine ndicho kinachowafanya wasitoke kwenda kuhubiri Injili. Lakini kama unaamua kuwa mfuasi wa Kristo kikamilifu, kubali yote aliyopitia Yesu yakupate na wewe, na wala usiwe mwoga katika hilo. Sikiliza, maana Biblia inasema asiyejikana nafsi yake na kunifuata ataiangamiza. Kuhubiri kwenye kuleta matokeo ni kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inapaswa itawale maisha yako. Ukitaka kuwa mhubiri mwenye kuleta matokeo, ujumbe wako kuleta matokeo, tafuta uwezo huu wa dunamis. Vinginevyo utakuwa ni mhubiri tu, lakini hakuna kitu kinacholeta tofauti kwa wasikilizaji. Ninaomba NMF, Mungu atusaidie tuweze kuwa kitu kimoja, sauti moja, tulioshikamana, tuliojikita katika maandiko matakatifu, tunaolenga katika utume kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wangapi pamoja nami asubuhi leo nasema, Baba tusaidie tuweze kuyatoa maisha yetu kukuishiria wewe katika kukutumikia, si kama mimi nipendavyo, na iwe kama wewe upendavyo. Nitoe muda wangu, karama zangu, nguvu zangu, mali zangu katika kazi yako. Kama hilo ndilo wito wako, naomba usimame pamoja nami. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Sasa niombe mchungaji mmoja haje hapa. Mchungaji mmoja ameshaomba. Mzee unayefuata hapo kutoka, yes, karibu sana hapa mbele. Karibu pastor. Niombe mlei mmoja. Frontline pastor yuko hapa, ni mlei mmoja. Niombe nani pastor msaidie kumtaja mlei mmoja unaofahamu. Karibu hapa mbele. Ya hao watuweke mikononi mwa Bwana. Ombea jimbo hili, Mungu atusaidie. Tumewekwa katika hili jimbo si tu kujiita NMF. Tumeitwa kama watumishi kuokoa roho zilizoko katika wilaya hizi zetu tatu. Na Mungu atupatie uwezo huo wa kuweza kutimiza kazi yake ya utume, sio vinginevyo. Lakini Mungu atutakase, aondoe tofauti zetu, atusamee makosa yetu, atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu inayobadilisha, nguvu inayookoa. Tuombe pia kikao chetu hiki cha leo na mengine ambayo Bwana atawaongoza. Karibu sana. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much for this brilliant morning. As we are gathered here together, this is the meeting, the special meeting for your work. Our chairperson, Dr. Mpwani, has spoken the word which has encouraged us to receive, after receiving the Holy Spirit. Of course, we are full of power for your work. May this word inspire us, get us together as the mission, as the carrier of our mission.
let us join together our hands to make sure that this mission is also to others who are not yet unto you. As we are going to have this meeting for the church business, may your Holy Spirit be with us from the beginning up to the end. All the matters you intended that to reach to your people, as we are here as their representative, let us join our ideas. Then as we get out from this room, we may be filled with the Holy Spirit, we may feel the power, so as to proclaim your words to all corners of the world before you come to take us unto our home. May your Holy Spirit be with us, because we have prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Baba yetu, Mungu mtakatifu na Mwokozi wetu, tunaanguka mbele ya madhabahu yako katika asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ulinzi wako na rehema zako nyingi maishani mwetu. Tunakaribia mahali hapa kwa sababu umetuhitaji kufika hapa. Tunaomba utusamehe na kutukubali katika huduma iliyoko mbele yetu. Tubatize kwa Roho wako Mtakatifu ili tufanye sawasawa na mapenzi yako. Tupatie umoja unaoletwa na Roho Mtakatifu. Tuongoze tangu mwanzo wa vikao hivi na hata mwisho wako. Katika yote timiza mapenzi yako. Wabariki wajumbe hao, bariki na viongozi wetu, bariki washiriki wetu na makanisa yetu katika ngazi zote za kanisa. Tunaomba utupe afya njema na baraka zako usitupungukie. Tuongoze tangu mwanzo hadi mwisho wa yote. Mambo yote yalitukuze jina lako, kwa jina la Yesu. Amina. Bwana, asanteni sana. Bwana awabariki. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tunamshukuru sana Mungu kwa kumtumia kiongozi wetu wa kazi, Daktari Mchungaji Mpwani. Tumebarikiwa mzee, uwepo wako ni baraka mkubwa katika mikutano hii. Ninaomba nitumie fursa hii kwa niaba ya viongozi wa North Mara Field kutoa shukrani za pekee kwa wale ambao wameungana nasi asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha maombi. Vijana wetu na Wisdom Brothers kutoka Rebu, Mungu awabariki sana. Huduma yenu imekuwa njema, lakini hamtatuacha hivi hivi, mwanze kutafuta item moja angalau ambayo mtakuwa mnaimba wakati watu wakitoka kupumzika. Sasa tutakachokifanya, wale wote ambao tuliwaalika katika mianzo ya ufunguzi, ikiwemo kikundi cha vijana, watu waliokuwa na ratibu mitambo hapo, wale watoto, basi mtakuwa huru jamani kwa ratiba zenu zingine, pamoja na watumishi wengine wa jimbo, wale ambao sio wajumbe wa kamati. Ila wajumbe wa kamati tuko ndani ya muda wetu. Kama umefaulu kuiona ratiba, mwenyekiti, Mungu akubariki. Umekwenda vizuri mpaka umetuachia ziada. Tunatamani itusaidie kwenda vizuri zaidi sasa. Ya maana tulikuwa na ibada iliyokuwa inakoma saa 3:45 na sasa bado tuna dakika 2. Saa 3:45 mpaka saa 4 kamili ni mapumziko na kuweka vitendea kazi. Alafu saa 4 kamili sharp basi ndege yetu ya kamati kuu inaanza kuruka mpaka pale tutakapoambiwa kuanza kufunga mikanda ili itue. Kwa hiyo ninawatia moyo, na kama kuna okay